Baada ya wiki kadhaa za sintofahamu, mashaka na mjadala mpana ndani na nje ya nchi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imethibitisha rasmi kwa Rais Samia Suluhu Hassan ametuma ujumbe maalum kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Taarifa hiyo iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki inaeleza kuwa ujumbe huo uliwasilishwa Dodoma tarehe 14 Disemba mwaka 2025. Kupitia Waziri wa Mambo ya Nje Balozi Mohamed Thabit Kombo aliongoza ujumbe wa Tanzania kwenda Umoja wa Mataifa. Hatua hii inakuja katika kipindi nyeti kufuatia madai ya machafuko, vurugu na ukiukaji wa haki za binadamu ulioripotiwa kutokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Swali kubwa linaloulizwa na wachambuzi wengi ni moja: je, huu ni mwanzo wa suluhu ya kitaifa au ni jitihada za kidiplomasia za kuokoa taswira ya serikali kimataifa? Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa alipokea ujumbe huo na kusisitiza kuwa Tanzania imeendelea kuwa kielelezo cha amani na mshikamano wa kijamii barani Afrika na duniani. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuishia hapo. Katibu Mkuu alikiri wazi kuwa sifa hiyo ya Tanzania kama taifa la amani ilijaribiwa wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, akirejelea matukio ya vurugu yaliyoripotiwa katika baadhi ya maeneo. Kwa lugha ya kidiplomasia, hii ni kauli nzito. Ni kauli inayokiri kuwa kuna jambo lililotokea na kwamba hali haikuwa ya kawaida. Aidha, Umoja wa Mataifa ulisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kitaifa jumuishi, kuchunguza chanzo cha vurugu, lakini pia kuweka mifumo ya kuzuia kurudiwa kwa matukio kama hayo. Kwa wataalamu wa diplomasia, maneno haya hayachukuliwi kwa bahati mbaya. Ni muhimu kukumbuka kuwa kabla ujumbe huu, Umoja wa Mataifa ulikuwa tayari umetoa wito kwa serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi huru, kuhakikisha uwajibikaji, kulinda haki za raia na kuruhusu mazingira ya kisiasa yenye uhuru na usalama. Kauli hizo zilikuja sambamba na shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa, wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na baadhi ya mashirika ya kikanda. Kwa muktadha huo, ujumbe wa Samia kwa UN haukuja kwenye utupu. Ulikuja wakati Tanzania ilikuwa inatazamwa kwa karibu. Katika taarifa hiyo, Umoja wa Mataifa ulieleza kuunga mkono juhudi za Tanzania, ikiwemo tume ya uchunguzi huru iliyoundwa kuchunguza matukio ya vurugu. Lakini hapo ndipo mjadala mkubwa ulipo. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kisiasa na sheria, tume ya uchunguzi haitapimwa kwa kutangazwa kwake, bali kwa namna ilivyoundwa, nani waliomo, lakini pia mamlaka yake na hatua zitakazochukuliwa baada ya ripoti yake. Je, itakuwa na uhuru wa kuita mashahidi wote? Je, itachunguza vyombo vya dola? Je, matokeo yake yatawekwa wazi kwa umma? Haya ndiyo maswali ambayo Umoja wa Mataifa kwa lugha tahadhari unaonekana kuyaacha mezani. Katika taarifa hiyo, Katibu Mkuu wa UN alisisitiza haja ya mazungumzo ya kitaifa yenye maana na jumuishi. Kauli hii ina tafsiri pana, lakini pia ina masharti ya kimya kimya. Mazungumzo jumuishi kwa tafsiri ya kimataifa yanamaanisha kushirikisha vyama vya upinzani, asasi za kiraia, viongozi wa dini, waathirika wa machafuko pamoja na taasisi huru. Haitoshi kuitisha kikao na kusema mazungumzo yamefanyika. Kwa mtazamo wa UN, mazungumzo ni mchakato, si tukio la siku moja. Hapa ndipo serikali ya Samia itakapopimwa. Wapo wanaosema hii ni kuhaha kwa serikali, lakini pia wengine wanasema hii ni hatua ya busara ya kidiplomasia. Kwa wachambuzi wa masuala ya kimataifa, jibu lao liko katikati. Hii ni diplomasia ya kupunguza shinikizo, lakini pia diplomasia ya kulinda uhalali wa kimataifa, lakini pia ni jaribio la kuacha mlango wazi wa mazungumzo. Umoja wa Mataifa haujatoa hukumu, umeomba hatua. Hatua zitakazofuata ndizo zitakazotoa jibu la mwisho. Jumuiya ya kimataifa itaangalia, je, tume ya uchunguzi imefanya kazi kwa uwazi? Je, waliodhulumiwa watapata haki? Je, mazingira ya kisiasa yatafunguliwa au yatazidi kubana? Na je, serikali itakubali kusikiliza sauti tofauti? Bila majibu ya maswali haya, ujumbe wa kidiplomasia utabaki kuwa karatasi.